الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tunaendelea na kukumbushana kwenye kitabu hichi cha Al-Mubadi al-Fiqhiyya juzu ya 4 na tuko katika mlango wa wudhu, al-wudhu, mlango wa wudhu. Kwanza kabisa hebu tuangalie maana ya wudhu. Al-wudhu lughatan, wudhu kilugha, wa hiya al-hasan wan-nadhafa, ni uzuri na kujinadhifisha. Wa hiya al-hasan wan-nadhafa, ni uzuri na kujinadhifisha, ndio maana udhu kilugha. Wa shar'a, na kisheria, istimalul ma'i, ni kuyatumilia maji, fil a'dha'il arba'ati, kwenye viungo vinne. Wa hiya alwajhu, navyo ni uso, wal yadani, na mikono, wal ra'si, na kichwa, wal rijla, na miguu miwili, ala sifatin makhsusatin, katika njia maalum. Uoshaji wenyewe ni uoshaji maalum, fi shar'i, katika sheria, ala wajhi ta'abbudi, katika njia ya kwamba ni ibada lillahi ta'ala, kumfanya Allah mtukufu. Nini hukumu yake? Hukumu yake sasa udhu, annahu wajibu, ni jambo la wajibu, ala almuhdithi, kwa mtu mwenye hadathi, idha arada sala, pale anapotaka kufanya ibada ya sala. Hiyo ilikuwa ni katika mlango wa faida. Tukiingia kitabu chenye sasa, anasema furudhul wudhu'i, faradhi za udhu. Furudhu sita, faradhi za udhu ni sita, faradhi za udhu ni sita. Al-awwal, kwanza, an-niyatu, ni kutia nia, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli yake Mtume aliposema innamal a'malu binniyati, hakika ya matendo hulipa, huhukumiwa kwa nia. Innamal a'malu binniyati, hakika ya matendo huhukumiwa kwa nia. Alhadithi, ni hadithi. Athani, faradhi ya pili, ghasul wajhi, ni kuosha uso, ni kuosha usiku pakaza, kuosha uso. Haddul wajhi, na mpaka wa uso, min manabidi sha'ri ra'si, ni kuanzia kwenye maoteo ya nywele za kichwa, ila muntaha dhaqani, mpaka mwisho wa kidevu, tulan, kwa urefu. Kwa hivyo mpaka urefu wa uso ni kuanzia hapa nywele zinapoanza kuota kikawaida mpaka mwisho wa kidevu. Liman la lihyata la, kwa mtu ambaye hana ndevu. Wa ila muntaha lihyati, na mpaka mwisho wa ndevu, liman lahu lihya, kwa mtu mwenye ndevu. Huwa nini? Urefu. Wa haddu arda, na mpaka wake kwa upana, min shahmatil udhuni, ni kuanzia ndewe ya sikio, ila shahmatil udhuni, mpaka ndewe ya sikio. Kwa hivyo kutoka ndewe ya sikio mpaka kwenye ndewe ya sikio, huo ni upana wa uso. Kwa hivyo basi, kila kilichomo katika uso, kama kuna vibonde, kama kuna vilima, kuna chunusi, kuna majipu, kuna nywele, kuna chochote kile, basi lazima afanye kuvikosha, lazima avikoshe, asidharau. Kama kuna chunjua pengine, au kuna vitu vimeotaota mle katika nywele, ili katika uso, ili mradi kila ambacho kilichomo katika uso anatakiwa yeye akikoshe. Athalithu, faradhi ya tatu, ghusl yadaini, kuosha mikono, ila almirfaqaini, mpaka kwenye vifundo, kuosha mikono mpaka kwenye vifundo. Kadhalika kila kilichomo katika mikono, kama kuna nyoya, kuna mapele, kuna vijipu, kuna viungo vimeota pale katika mkono, vyote hivyo avikoshe. Na hapa tuepuke ujanja, maana kuna baadhi ya watu wengine ni wajanja, akiona nguo yake ni nyembamba mikono, basi hapa ni juu. Anatakikana mikono, nguo ipanishe juu mpaka kwenye vipepsi huko kote, akoshe na asugue katika mikono asugue. Arabi'u, faradhi ya 4, masfu ba'd ar-ra'si, ni kupakaza sehemu ya kichwa. Ima unaweza kupakaza kichwa chote kizima, au sehemu tu hapa utosini. Ukifanya hivyo kazi imekwisha. Kama mtu ana nywele atapakaza juu ya nywele, mtu kama ana upara atapakaza juu ya kipara. Lakini kuna watu anakosha, mtu anachukua gao la maji anamwagia kichwani, huko sikukosha, huko sikupakaza, ni kuosha. Tumeambiwa tupakaze kichwa. Kwa unachukua maji halafu unaachia, unapakaza katika kichwa chako. Al-rabi'u, al-khamisu, faradhi ya 5, ghusl rijlaini, ni kuosha miguu, ma'al ka'baini, pamoja na vifundo, kuosha miguu pamoja na vifundo. Kadhalika kila kilichomo katika mguu, katika vidole humu, uingize vidole, upachue katika vidole humu, usugue, kama kuna sehemu za kunjana mote usugue, ukisha maji mguu wote umeenea maji. Asadisu, ya 6, ataratibu, ni mpangilio, hasba al-ayati, kwa mujibu wa vile ilivyokuja katika aya. Wa hiya qawluhu ta'ala, nayo ni kauli yake Allah mtukufu aliposema, ya ayyuhalladhina amanu,
enyi ambao mmeamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha qumtum ila salati, mnaposimama kwa ajili ya kuswali, idha qumtum ila salati, mnaposimama kwa ajili ya kuswali, faghasilu wujuhakum, basi osheni nyuso zenu, wa aidiakum ila almarafiqi, na osheni mikono yenu mpaka kwenye vifundo, wamsahu bi ruusikum, na pakazeni maji vichwa vyenu, na pakazeni vichwa vyenu, wa arjulakum ila alka'baini, na muoshe miguu yenu mpaka kwenye vifundo, mpaka kwenye vifundo. Al-aya, hiyo ni aya katika nambari 6 suratu Al-Maida. Katika jambo la kukumbushana hapa, kwanza tuhakikishe kwamba kwenye viungo vyote vya kutilia udhu, madhali ni mzima, mtu ahakikishe hakuna kitu ambacho kitakachozuia kuingia maji. Pasiwe na mabambo ya samaki, pasiwe na mshumaa, pasiwe na gundi, pasiwe na zile piku ambazo wanajipaka baadhi wanawake ambazo zinakuwa na maplastiki ndani yake yanazuia maji kuingia. Kama ni pete zungushe, kama ni saa zungushe, kadhalika kila kama kuna kwenye kucha zake mle, kama kucha ni refu, basi apingize vidole, atoe uchafu mle, maji yapenye ndani yake. Vinginevyo atakuja kama mbele ya Allah mtu hajaswalipo kwa sababu ya kukosa udhu. La mwisho ni kwamba tunakumbushana hapa kwamba hapa imetajwa taratibu wa faradhi kuanzia kwanza mpaka ya 6. Ikaja ikatokezea mtu mathalan kesha maliza kutia udhu, lakini akaambiwa mbona katika shavu lako hapa hapajaenea maji, si huyo mtu itabidi aanze maji kutia udhu, kwa sababu udhu wake umeharibika, haupo. La kama akaja akamwambia mbona katika mguu wa kushoto mguu wa kulia, mbona katika mkono wa kushoto hakujaenea maji hapo, ina maana ataanza mkono wa kushoto apakaze kichwa, ama ende mguu wa kulia ama mguu wa kushoto. Asije akasema imetosha hiyo. Hakikisha kwamba hapa ukiboronga hapa, ina maana swala yote umesha iharibu. Swala yote umesha iharibu. Kwa hivyo inshallah tufikiri hapo. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.